Umechoka kulipia vifurushi vya gharama kubwa ilhali hutazami mechi zote? Acha kupoteza pesa zako. Kwa 5,000 tu, pata mechi zote duniani pamoja na channels za DStv, Azam TV na Ligi Kuu ya Tanzania moja kwa moja kwenye simu yako. Mahali popote, muda wowote, bila stress. 5,000 inasawa na mwezi mmoja. 10,000 inasawa na miezi miwili. Wasiliana nasi WhatsApp kwa 0659 387 069. Rudia 0659 387 069. Soka ni kwetu, burudika kiganjani kama boss. Bwana, huyu ni winga ya kulia ya timu ya taifa Morocco na ni mchezaji wa timu ya Real Madrid kutoka kule Hispania, lakini pia ndio nyota wa mchezo ambaye alibadilisha mchezo wa Morocco kwenda hatua inayofuata, hatua ya robo finali ya michuano ya AFCON, akiwa amepata goli dakika za jioni kabisa. Lakini of course moja kati ya vitu ambavyo wanajivunia wananchi, wanafurahia wananchi ni ubora wa backline yao ambao walikuwa nayo. Ibrahim Diaz amezungumza kiundani kwa kumuelezea Mohamed Hussein, lakini pia akimuelezea Selemani Mwalimu, lakini pia hapo ameuelezea utatu mtakatifu ambao umekuwa wa moto kweli kweli. Huu ndo unatikisa AFCON na Morocco. Hakika Morocco imeenda kuwakosa au imekosa burudani baada ya Taifa Stars kuondoshwa katika mashindano. Wameonyesha ubora wa hali ya juu mno, wameonyesha pambano nzuri, wameonyesha namna gani wanajimudu na kujiweza katika kuimarisha safu nzuri ya ulinzi. Sasa hii inaenda kutoa funzo kwa virabu baada ya kushuhudia kwamba Young Africans ndio timu yenyewe mabeki wazuri zaidi. Ukija kuangalia hawachezi nje ya nchi, lakini wana ubora mkubwa sana. Bakari Nondo, Mwamnyeto, Dickson Job, Ibrahim Abdullah Baka, wote wazawa ni wa Tanzania. Mohamed Hussein pia ni mzawa wa Tanzania. So hii imeonesha ni kwa namna gani Young Africans wako bora. Sasa hapo utamsikia namna ambavyo Brahim Diaz, chuma hicho, namna ambavyo alizungumza kuisifu timu ya taifa la Tanzania, Taifa Stars, the way how imejichukulia umaarufu na ubora wa hali ya juu mno katika kuweka au kukaba au kulinda goli lao na kufanya kuwa timu pekee ambaye hairuhusu mabao mengi mpaka kuja kutolewa kwa figisu. Unaweza kuzungumza hivyo kwa sababu tayari jitihada zote zimeshaonekana, penalty wameshatoa na vitu kadha wa kadha, lakini isivyokuwa hali ya kawaida wameweza kuondoshwa katika mashindano. So Brahim Diaz anasema kwamba ni kweli kwamba amefuzu na ameondoka katika hatua inayofuata, lakini kiukweli hatua ngumu kabisa ambao wamekutana nayo ni kucheza na the back three ya Young Africans, amani ya Taifa Stars, ambao ni mabeki wa Young Africans, Bakari Nondo, Mwamnyeto, Ibrahim Abdullah Baka pamoja na Dickson Job, Mohamed Hussein, ambao walifanya safu ya ulinzi kuwa salama zaidi. Kwa kiwango kikubwa ambacho alikuwepo Brahim Diaz amepata wakati mgumu sana kuweza kupenya na kutengeneza nafasi. Ukiangalia hakuna clear chances ambao walitengeneza Morocco ambayo ilikuwa ni ya wao kupata bao. Pasina tu Brahim Diaz mwenyewe ambaye alijiongeza na kufanya attacking ya haraka zaidi kwenda kushambulia na kuweza kupata goli. So Brahim Diaz much respect kiwango bora ambacho amekuwa nacho huo utatu mtakatifu, na ukizingatia kwamba Brahim Diaz ni moja kati ya wachezaji wanaotoka Afrika wanaowakilisha Afrika katika klabu ya Real Madrid. So Brahim Diaz mpaka hivi sasa unaambiwa kwamba alipiga picha na mabeki hao watatu ambao ni Bakari Nondo, Mwamnyeto, Dickson Job na Ibrahim Abdullah Baka kama kumbukumbu ya AFCON 2025 ambayo ni makala 35 ambayo imefanyika huko kwa Morocco, lakini imekuwa na simulizi zito hasa kwa Taifa Stars ambao wamefanya makubwa sana. Ukiangalia walimzuia Victor Osimhen, walimzuia pia mwamba kutoka kule Zambia, Alan Okello Uganda, wakamzuia pia El Kabi, Ayubu El Kabi wa Morocco, Brahim Diaz, Mazlau, Ashraf Hakim, lakini pia Amrabat. Yani kiufupi Morocco leo walikutana na kazi ambayo ilikuwa ngumu kweli kweli kwa Taifa Stars. So Taifa Stars ni moja ya klabu ambayo imejitosa na